na kama litatoka, jamani, naomba wakuu wetu mtuangalie sisi wanyonge. Hatuna mtu wa kutusaidia. Unaenda unapigwa daladala, unazunguka, zingine una nauli. Na mtazamaji wa Mogoro TV, leo nipo mtaa wa Kisoko jijini Mwanza, ambapo siku ya leo nimepata taarifa juu ya mama mjane ambaye amekuwa akipata changamoto katika ufuatiliaji wa hati miliki ya eneo lake ama kiwanja. Tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kufanya naye mahojiano ili tuweze kujua kwa undani zaidi juu ya changamoto hiyo. Ungana mimi mwanzo mpaka mwisho, na hii ni Mogoro TV. Mama, habari? Habari nzuri mwanangu, habari za kwako? Salama kabisa mama. Labda kwa majina unaweza ukajitambulisha wewe, majina yako? Kwa majina naitwa Dafroza Ferdinand, mkazi wa Kisoko. Sawa, kutokana na changamoto ambayo umetueleza ya ufuatiliaji wa hati miliki, umekuwa changamoto hati miliki ya kiwanja chako, labda pengine unaweza ukatueleza hilo tatizo labda lilianzaje? Tatizo lilianzia kwenye baada ya upimaji. Upimaji ulifanyika. Kabla ya upimaji niliondoka nikaenda kwenye wapimaji ya ramani na ardhi na viwanja, nikawatumia barua ili waweze kuja kunisaidia kuhusu kupimiwa hicho kiwanja changu. Hiyo ilikuwa mwaka 2003. Baada ya kuwatumia hiyo barua, wakanirejeshea barua ya mrejesho kwamba nije niwachukue niwalete eneo husika waje waliangalie. Nikaenda nikawachukua hiyo 2003 hiyo, nikawaleta, wakaja wakaangalia, wakamaliza kuangalia, wakasema mama, eneo lako tumeliona, unasemaje? Nikasema sasa nasubiri mtakapokuja kupima upimaji wa shirikishi, basi nitakuja kufanyaje kunipimia. Basi ndio akaenda. Hiyo 2004 kweli upimaji shirikishi ukawa umefika, wakaja wakapima, wakamaliza kupima. Ilikuwa mwaka 2004 tarehe 8 mwezi wa 12, tulipata barua ya uhakiki, yani kuhakiki viwanja. Kila mtu alikuwa anakaa sehemu yake, tukiwa na viongozi wenye viti pamoja na madiwani na maafisa ardhi wakiwepo. Tukaja kila mtu akasimama kwenye eneo lake, tukawa tumepimiwa hapo, tukamaliza kupimiwa hapo, wakahakiki, wakamaliza, wakaondoka. Baada ya hapo wakawa wametoa majina ya watu ambao wamepata namba za kupimiwa sasa, yani kiwanja namba fulani. Hiyo karatasi imeandikwa wananchi waliogawiwa viwanja Luchelele Kitaruhei, wananchi wenyeji wenye maimarisho yasiyohamishika. Tunakuja namba 1, jina Edward Masanja. Tutakuja namba 2, Dafroza Ferdinand. Edward Masanja alipata namba 1135. Dafroza Ferdinand alipata namba 1141, ambao ndo namba ya kiwanja chako, ambao ni namba ya kiwanja changu. Baada ya hapo majina yakawa yameletwa kwa kwetu sisi wananchi ambao tuliogawiwa. Nikaanza kufuatilia kwamba sasa kwa vile tumepata nani, tuanze kufuatilia ili tupate hofa. Kipindi hicho ilikuwa inaitwa hofa. Nikawa nafuatiliwa, nikawa nazungushwa tu na maafisa ardhi. Sasa baada ya kuzungushwa, afisa ardhi ananiambia kwamba wewe mama una king'ang'anizi. Hicho kiwanja utakuja unaweza kujenga hicho kiwanja? Nikamwambia mimi sina king'ang'anizi. Nyie wakati mnapima si ulikuja ukanikuta? Mji wangu ukaukuta. Sasa nina king'ang'anizi kipi? Basi akawa ananizungusha. Sasa aliponizungusha, mwishowe kulingana na jinsi hali ya maisha niliyokuwa nayo, nilishindwa kufuatilia. Nikakaa kimya. Nikasema kwamba mimi si niko kwangu. Basi kama kuna kiwanja mtu mwingine ana kiwanja hiki, basi itajulikana. Nikakaa nikatulia. Lakini baadaye kabla ya hapo ikabidi niende. Baada ya kuzungushwa sasa nikaona sasa nifanye nini? Ikabidi niende kwa ndugu Rukuvi. Alikuwa naibu waziri, alikuwa waziri wa nani wa ardhi. Nikamfuata nikamueleza hiyo hali halisi. Nilikuta hayupo, nikafika ofisini nikakuta
nikakuta wanani wake wasaidizi wake wakaniambia kwamba hilo swala tutalifanyaje, tutalifuatilia, kwa vile hayupo utapata mrejesho. Basi nikawa nimeacha ujumbe kwa kijana wangu kwamba ukipata mrejesho sasa utafanyaje, utaniambia. Akawa amefuatilia kijana wangu, akampa mrejesho kwamba ndugu Lukuvi amesema kwamba hili swala lije wa kamishna wa ardhi ndio washughulike hili swala. Basi hiyo ni ilikuwa mnamo wa mwaka 2021 hivi. Nikaja kwa kamishna nikamweleza, wakaanza ufuatiliaji. Huyo kamishna wa kwanza kahamishwa, swala langu bado halijafanywa kazi. Nikaenda kufika nikakuta tena kamekuja kamishna mwingine wa kike, naye nikamuingiza hilo swala. Na wote walipokuwa unajitahidi kuambia hilo swala walikuwa wenyewe wanasemaje? Yule kamishna wa kwanza ilibidi anipe wafuasi wake waje kwenye eneo husika. Na walifika. Wakafika kwenye eneo husika, wakanihoji, nikawaelekeza, wakakuta kweli kuna maimarisho ya nyumba yangu. Baada ya hapo wakasema ngoja twende, utakuja tuje tuone tunafanyaje. Wakaenda. Sasa baada ya hapo walipoenda, yule kamishna ambaye alikuwa anafuatilia hili swala akawa ametoka, sija alihamishwa, sijajua. Akaja kamishna mwingine wa kike. Alipokuja kamishna mwingine wa kike, nikaendelea kumfuatilia hivyo hivyo. Huyo kamishna wa kike alifanya jukumu la kuchukua barua, akatoa barua ya kuitaka ofisi ya jiji ifanye utaratibu, kwa sababu walikuja mpaka kwangu wakakuta kuna maimarisho yangu. Ndio akasema kwamba kuna nini hapo kinachoendelea, itakuwa ni muingiliano au ilikuwa kwaje? Sasa alipotoa hiyo barua nikaenda kwenda jiji na wenyewe wakaja tena hapa. Walipomaliza kuja hapa wakaangalia wakamaliza, wananiambia kwamba hiki kiwanja mbona kimeingiliana? Nikawa nawapa maswali, kimeingilianaje? Niye muangalie. Mimi sijaingiliana na mtu. Orodha ya kuingiliana ipo. Na orodha ambayo haijaingiliana ipo, ambayo ndio ina kiwanja cha hiyo namba 1141. Sasa mtasemaje nimeingiliana? Mimi sijaingiliana na mtu. Wala sina jirani yangu ambaye nimeingiliana naye, sina shida naye. Basi wakasema sasa ndio wakawa wametuma barua kwa kamishna kwamba jamani, sisi tulienda kutokana na makosa yaliyotendeka kutoka huku, tumezijiridhisha kwamba kulingana na makosa yaliyotendeka tunaomba uchukue hatua stahiki kutekeleza hili swala. Wakawa wamempa mrejesho kamishna. Basi kamishna akanipa jukumu akanipeleka kwa msajili wa hati ambaye msajili wa hati alikuwa anaitwa Ivan. Msajili wa hati tukaenda naye akanipa akasema kwamba akawa amemtumia huyo bwana, wakawa wanafuatilia, kweli walifuatilia, ila akamtumia notisi huyo ndugu aliyepewa hati ya kiwanja changu. Hicho kiwanja kimegawiwa na mtu mwingine ambaye huyo mtu aliyegawia ana kiwanja, ni jirani yangu, ana kiwanja namba 100. Sasa baada ya hapo huyo mtu aliyegawia ambaye ana kiwanja namba 100 ndiye alipewa kiwanja changu ambacho ni namba 1141. Na ukija kuangalia kwenye hiyo orodha ya majina, jina lake halimo. Orodha ya majina ya watu waliogawiwa viwanja? Ndio. Ni orodha ya watu waliogawiwa viwanja, ni watu 26 ambao hawana muingiliano, ambao wako free, ambao walikuwa wanatakiwa wapate nini? Hati. Sasa wakati mimi nilikuwa nikifuatilia hati, huyo Kitilia afisa ardhi ananiambia kwamba hivi wewe mama unafuatilia kiwanja, kiwanja. Wewe una hela ya kujenga pale.
wewe mama, ngoja tuje tukakuoe tu hapo. Ananiambia hivyo. Kwa kweli ili nikera mpaka iliniumiza. Nikasema sasa kama ndio hivyo, watu tunafuatilia haki, wananiambia una haki ya kufuatilia hiyo haki. Ngoja nikae nitulie, nione kitakachoendelea. Ndio nikaendelea. Nikaanza sasa, nikaona sasa nifanyeje? Ngoja nianze kujenga moja kwa moja ka nyumba, niweke ka nyumba ka kueleka. Maana wakati wanapima nilikuwa na kinyumba kidogo cha ovyo ovyo. Lakini nikaona sasa hapa hakuna haja. Kama wanasema sina nguvu za kuweza kujenga pale, ngoja mimi nikaweke nyumba pale. Nikae nitulie, nione nani ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuweza kujenga hiyo nyumba. Baada ya hapo nafuatilia, nikakuta wanasema kwamba mama, hicho kiwanja sio cha kwako. Ni cha nani? Ni cha Constantine Kanyasu. Ameshakilipia, ambaye aliuziwa na ndugu yako. Kwa hiyo wewe alikuleta kukaa pale. Nikamuuliza hivi, alileta kukaa pale? Wewe wakati unakuja kuhakiki hapo na barua zako zipo, kuna muhuri kwako na mnatoa majina. Ulimkuta huyo ndugu yangu ambaye anasema alimuuzia Kanyasu? Hapana. Ulimkuta Constantine Kanyasu? Hapana. Sasa inakuwaje mnamgawia Kanyasu kiwanja changu, namba ya nani kiwanja changu? Sasa aliponijibu hivyo, nikaona sina nguvu. Mimi ni mwanamke, mimi ni mjane, mimi ni mama yatima, sina baba sina mama, mimi ni mjane, nilishafiwa na mume wangu, nifanyeje? Ila nina watoto 3, wa kiume 2, wa kike 1, pamoja na wajukuu. Ikaona sasa nisihangaike na watu, niende kuhangaika huku kuona nisomeshe watoto wangu. Mimi sina pa kukaa, sina pa kuishi, sijafukuzwa na mtu. Nikaendelea kuishi. Tukaenda mahakama kuu, tukaenda tukamshtaki. Kumshtaki akatupiliwa mbali. Na kutupilia kule kutupiliwa mbali, hakuweza kutulipa kitu chochote kile. Kwamba maana yake mahakama iliridhisha kwamba eneo sio la kwake. Na ndio maana alipigwa mbali. Na hiyo kesi ya jaji ya nani ya High Court hiyo ninayo. Sasa ndio nikaanza sasa, wakati ametupiliwa mbali, nikaona sasa hamna haja ya kufanyaje, ya kukaa kusubiri nianze ufuatiliaji wa kupata nini, wa kupata haki. Sasa alipowashtaki hao wakaniambia nisubiri, nivute subira. Nimevuta subira, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, ikawa wameitupilia mbali hiyo kesi. Na hiyo hukumu ninayo. Nikawa nimefuatia kwenye maofisi ya wa kamishna. Na hapo sasa Ivan ameshahamishwa. Akawa ameshika msajili mwingine ambaye anaitwa Levina. Huyo Levina nilikuwa nikimfuatilia, ananiambia subiri. Mara na huyu kamishna aliyopo hapa wananiambia uende kwa nani, kwa mwanasheria mkuu. Nikasema niende kwa mwanasheria mkuu nikafanyeje, kwa sababu mimi mlinipa barua ya kwamba nivute subira. Ndio mje mnipe nini? Mnipe mrejesho kwamba hapa tunafanyaje. Sasa nimevuta subira, lakini sioni kinachoendelea. Mimi nitaenda kwa mwanasheria mkuu nikafanyaje? Mwanasheria mkuu alituita kule, tukaenda tukakaa, anasema wewe sasa inatakiwa atuite mimi na Kanyasu na wenyewe sasa wa kina kamishna. Sasa nikasema atuite kwa lipi? Anatuita kwa sasa, mbona atuiti sasa? Nimekaa nimezunguka. Sioni mtu ananiita. Nazunguka nikawapata mara ya pili, nikawapeleka tena na ile barua kwamba jamani, hii barua yangu niliwaletea. Sawa, mpaka sasa hivi labda kutokana na ufuatiliaji wa suala hilo, mamlaka kama mamlaka zenyewe zimechukua hatua gani au zimekuambia nini? Mamlaka zenyewe ziliniambia kwamba uende kwa msajili wa nani, kwa mwanasheria wa serikali. Ukienda kule ataitisha huyo Constantine Kanyasu na sisi ili tuweze kutatua hiyo changamoto. Sasa nikawaambiaje, mimi nitaendaje kule? Sinatakiwa nyie ndio mfanye hiyo process, maana mimi uliniambia kwamba nisubiri kesi imeshamaliza kuna nini. Sasa nasubiri nini? Mimi nimeleta kwamba mtekeleze kinachoendelea. Sasa wakaniambia kwamba wewe nenda kwa nani, kwa nani, kwa huyo mwanasheria wa serikali ndio atafanyaje, ndio atawaita wewe na Constantine Kanyasu. Sasa mimi hiyo imeshawaita kwa lengo gani? Eti anatuita aje tukutanishe Constantine aweze kuongea shamba ni la nani
na mimi niweze kuongea shamba la nani, ambapo mimi sina kesi na Constantine Kanyasu. Mimi kesi yangu ilikuwa ni kuvuta hiyo hati. Kwa sababu gani ivutwe hiyo hati? Mimi sina shida ya kuongea na Constantine Kanyasu, na sina sababu ya kuongea na nani, na mwanasheria, kwa sababu wenyewe waliniambia kwamba nisubiri hukumu itakavyotoka kule. Nilivyosubiri ndio nikaja nikawaandikia barua sasa kwamba sasa mimi nimesubiri, imetosha. Kwa vile hiyo kesi imetupiliwa mbali, mwanasheria anasema kwamba ametupiliwa mbali, basi mfanye kinachoendelea. Lakini mimi naona sasa hakuna kinachoendelea, ni kukaa kuzunguka tu kila siku. Niko kwenye maofisi ya watu na nimeshazunguka mno. Na hilo swala umeanza kulifuatilia tangu mwaka gani? Hilo swala hilo la ufuatiliaji wa hati miliki tangu mwaka hiyo 2017, kwa sababu 2017 hiyo ndio nilienda kwa Rukuvi akaja, sasa ndio tukao tunaendelea hivyo tangia 2017 mpaka leo hii 2025. Hakuna kinachoendelea, ni danadana tu, apigwa danadana na mimi mpaka nafika kwenye maofisi yao naanza kulia, sijapata hati miliki. Ndio mpaka nafika kwenye maofisi yao naanza kulia, wanasema kwamba hicho kiwanja sio cha kwako, una cha ndugu yako alikuleta kukaa. Nikasema sasa ndugu yangu huyu yuko wapi ambaye amenileta kukaa? Na mbona mlimgawia Constantine Kanyasu hicho? Kwenye majina haya Constantine Kanyasu hayupo. Kwenye hiyo orodha ya majina ya watu waliopatiwa viwanja. Waliopatiwa viwanja. Na mpaka nilikuwa nikienda maofisini na nasema labda nyie vijana hamjui kusoma, niwasomee. Kichwa cha habari kinasema wananchi waliogawiwa viwanja Luchelele Kitaruhei, wananchi wenyeji wenye maimarisho, yasiyohamishika. Ndio jina langu namba 2 sasa, Dafroza Ferdinand. Sasa inakuwaje wamgawie huyo Constantine Kanyasu? Sawa, kipindi unafuatilia kwenye hiyo wizara ya ardhi, uliwahi kuwauliza kwamba ni sababu zipi ambazo wao wanaweza kukupa sababu za mashiko, kwa nini hati miliki anayo Constantine na wakati yeye sio mmiliki wa kiwanja? Uliwahi kuwauliza wakasemaje? Niliwauliza nikasema kwamba na karatasi nilikuwa naenda nazo. Sasa wakati wauliza wanasema hicho kiwanja wameshamuita Constantine. Unaona sasa kinachokuja sasa, wamemuita Constantine Kanyasu, anadhibitisha kwamba kiwanja ni cha kwake, aliuziwa na ndugu yako. Wewe ndugu yako alikuweka kukaa. Nikasema sasa huyo ndugu yangu yuko wapi? Au huyu Constantine anayewaambia tunakuwa pamoja tukiwa wote mnatuita? Ni hakuna. Unaona? Sasa unaonekana kama ni ujanja tu huo wa kupewa pesa. Mimi sina hela na mimi nafia kwenye haki yangu. Je, nikija kufa watoto wangu wanafanyaje? Ndio maana mpaka sasa hivi nimeona niite wanangu waandishi wa habari waweze kunisaidia kwa hilo. Na kama nitatoka, jamani, naomba wakuu wetu mtuangalie sisi wanyonge. Hatuna mtu wa kutusaidia. Unaenda unapigwa daladala, unazunguka, zingine una nauli ya kukupeleka kule. Unazunguka tu. Wanakupiga daladala. Kweli hiyo ni halali kweli? Si halali. Tunasikitika, tunateseka. Tunateseka kama na Mama Samia anasikia hilo swala. Mimi ni mama mjane. Sina hili wala lile. Unaona? Kwa hiyo sasa mji wangu si mnamuona wanangu? Mji wangu huu hapa mnauona ulivyo. Na maandishi yenyewe na kununua nilinunua, na manunuzi nilinunua. Ila pamoja aliniuzia ameshafariki. Hiki kiwanja mimi nilinunua mwaka 1986. Nikaja kujenga hiyo mwaka 91 niko hapa. Unaona? Ndio nikawa nimefanya hizo process za kuja kupimiwa. Na mwaka huu labda tangu huu mwaka uanze pengine umeshafanya hatua zozote tena za kuendelea kufuatilia swala hilo? Ndio nimeshafanya hizo taratibu. Nikasema kwamba sasa hizo taratibu ambazo nimefanya ndio niliambiwa hatua ya mwisho iliyotoka hiyo mwezi, na hili ni wiki iliyoisha mwezi huu sijachukua kama wiki ngapi, ndio nilifuatilia tena kwa nani, kwa msajili wa hati, kuona na hiyo barua niliwaandikia wanitimizie nani. Wananiambia kwamba hivi, wewe mama uende wananisukuma tena niende kwa nani, kwa mwanasheria wa serikali. Nikasema mimi sasa mbona nimechoka na kuchoka kwa mwanasheria wa serikali. Ikienda wanasema kwamba sisi kesi ilishaisha, wewe nenda kule. Nikienda kule sasa ni nini hapo, wananipiga na ni nini kinachoendelea hapo? Ndio maana nimeona niwaite wanangu niongee. Kwa kweli kama mnasikia
Watu tunavyoteseka, tunanyanyasika huku, hatuna mtetezi yoyote yule. Nimeshateketeza hela nyingi mno, nazunguka saa zingine sina hata nauli ya kwenda kule, lakini nakiambulia hakuna kila kitu kinachoendelea. Kwa hiyo naomba sasa serikali kama itasikiliza, kama itasikia kilio changu, ichukue jukumu la kuja kufuatilia, iangalie kweli kuna nani hapa. Wakitaka kuthibitisha, uongozi wote wa hapa wananifahamu mimi hapa. Na mtazamaji, huyo alikuwa ni Dafroza Ferdinand ambaye amekuwa akipata changamoto katika ufuatiliaji wa hati miliki ya eneo lake, na mara kadhaa amejaribu kufuatilia mamlaka husika, lakini hawajaweza kutatua changamoto yake. Nafikiri tatizo hili linahitaji ufafanuzi. Kufikia mpaka hapo, mimi sina la ziada. Mimi ni Alexander Mogoro wa Mogoro TV, na nyuma ya kamera ni Patrice Chesaga. Bye bye.